Bwana asifiwe sana. Tumejifunza kauli mbiu ya asubuhi kwa mtoto ni mali ya Bwana, kwa pamoja tuilinde, tuitunze na tuithamini. Bwana asifiwe sana. Ndio kauli mbiu ya asubuhi. Na mchana huu naomba twende kwa neno linalosema tuko hapo hapo kwa watoto, lakini pia kwa wazazi. Bwana asifiwe sana. Leo jioni kwa muda mchache sana, haifika hata dakika 10, nitaomba tujifunze kwa kitu kinachosema watoto ni shamba la Bwana. Watoto ni shamba la Bwana. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Watoto ni shamba la Bwana. Asubuhi tumejifunza kwamba watoto ni mali ya Bwana. Kwa pamoja mimi na wewe tulinde, tutunze na tuthamini watoto. Bwana asifiwe sana. Nitakwenda kusoma katika kile kitabu cha Mathayo mtakatifu, ile sura ya 13 mstari wa 3. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunajifunza watoto ni shamba kama mali ya Bwana ambayo ametupa tuitunze. Baadaye Mungu atakuja kutuuliza na kila mtu atatoa hesabu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kutambua hivyo, Bwana asifiwe sana, kwamba umepewa mtoto, lakini huyo mtoto ujue kwamba Mathayo 13 mstari wa 3, nitasoma kama ilivyoandikwa. Mstari wa 3 nao unasema, akawaambia mambo mengi kwa mifano akisema, tazama, mpanzi alitoka kwenda kupanda. Hata alipokuwa akipanda, mbegu nyingi zilianguka karibu na njia, ndege wakaja wakazila. Nyingine zikaanguka mara zikaota kwa udongo, kukosa kina. Penye miamba kukosa kina, na jua lilipozuka ziliungua. Mwenye masikio na asikie. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Nimewaambia kwamba tunajifunza kwa habari ya mtoto. Mtoto tumeona hapa kuhusu vitu vitatu. Tumesikia kwa habari ya mbegu, lakini tumesikia kwa habari ya shamba. Pia hapa kunazungumzwa mtu mmoja anayeitwa mpanzi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ametupa watoto kama shamba nzuri sana, nasi ametufanya kuwa wapandaji wa mbegu. Bwana asifiwe sana. Hao watoto wako Mungu amekupa wakiwa safi na salama. Bwana asifiwe sana. Amekupa ili upalilie, upande mbegu zipate kuota. Bwana asifiwe sana. Lakini sasa ni kwamba nyakati hizi tulizo nazo, watu hatujapata kuelewa kwamba thamani ya mtoto kwenye familia ama kwenye kanisa ana thamani gani. Jua kwamba mtoto ni shamba ambalo lipo umepewa na Bwana ili ukapandikize mbegu iliyo bora. Asubuhi tumesema mtoto unapomkosea akiwa bado mtoto mdogo, akiwa bado mchanga, utegemee kwamba atakapokuwa amekuwa mkubwa atakupa shida. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni jukumu la kuangalia shamba ulilopewa. Je, unapanda mbegu gani? Mbegu unazozipanda kwa mwanao, mbegu tunazozipanda kwa wanetu ni mbegu ambayo baadaye zitakuja kutuletea matokeo mazuri. Bwana asifiwe sana. Kila upandacho ndicho utakachovuna. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Huyo mtoto, hawa watoto Mungu ametupa kama zawadi ili tuweze kupandikiza maneno ya Mungu, ili tuweze kupandikiza
asifiwe sana. Lakini sasa ukirudi nyuma, hebu fikiria mbegu unayoipanda kwa mwanao ni mbegu gani? Haleluya, Bwana asifiwe sana. Kuna shida kubwa sana leo hii, wazazi ambao hawajielewi, sijui wamebeba vitu gani, wanakuwa wanatamka maneno mabaya kwa watoto. Wewe sijui nani, wewe kitu gani? Lakini kumbuka kwamba hili ni shamba. Unaposema wewe kitu fulani ambacho sio, umepandikiza. Haleluya! Tunapaswa kupanda mbegu ambazo zinakwenda kuleta matokeo mazuri. Haleluya, Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Unapokuwa unaongea na mwanao, pay attention. Kila unachokiongea, wewe ni mpanzi. Wewe umepewa jukumu la kupandikiza. Umepewa shamba ambalo liko wazi, Mungu amekupa ili ukapandikize. Angalia unapandikiza kitu gani kwa mwanao. Bwana asifiwe sana. Haleluya, 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 haleluya. Muda sio mchache nitamwomba mchungaji pamoja na wazee wa kanisa tufanye kitu kimoja, kwa sababu watoto wamepandikiziwa vitu ambavyo sio. Leo hii wanatembea, wanahangaika, wanateseka kwa sababu ya kutokujitambua. Sisi tunakuwa tunapandikiza magugu, tunapandikiza vitu ambavyo vinakwenda kuwaharibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati huu tutamwomba Mungu amng'oe kila kitu ambacho kimepandikizwa kwa njia isiyokuwa sahihi. Bwana asifiwe sana. Watoto ni shamba. Unapokuwa unatamka maneno ya laana juu ya mtoto, unamkemea kwa matusi, unamkosea, tayari umepandikiza. Wengine wanasema wewe ni jinga fulani, tayari umepandikiza kitu cha ujinga kwenye akili yako. Bwana asifiwe sana. Unashangaa mtoto shuleni, yeye nafasi ya mwisho anakuwa wa kwanza. Unafikiria kitu gani? Kumbe ni mbegu ambazo sisi wenyewe tumepandikiza. Mungu ametupa shamba, ametuambia tupande matunda ili baadaye watu waweze kula. Mtoto ambaye amepandikiza matunda, kadiri anapokuwa anaendelea kuwa mtamu, watu wanampenda, wanazidi kusikia, kuona tabia yake. Lakini tunapokuwa tunapandikiza kauli ambazo umezinena kwa mwanao ambazo sio, katika jina la Yesu Kristo, kwanzia unaposikia sauti hii tunategwa. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunapaswa kuambia neno la Mungu, tunapaswa kuwakemea kwa maneno ambayo yatakuwa yataleta matunda mazuri. Bwana asifiwe sana. Mioyo ya watoto ni shamba lenye udongo mzuri. Kwa hiyo kile unachokipanda kinakuwa kwa haraka. Baadaye unashangaa, unajiuliza hivi hiyo ameitoa wapi? Wewe mwenyewe umepandikiza na umeimwagilia na inakuwa hujui, kwa sababu ya maneno ya vinywa vyetu. Tulinde watoto wetu, tumepewa kama dhahabu, tunapaswa kuitunza. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya, haleluya. Watu wa Mungu, watoto ni shamba. Pandikiza mbegu iliyo bora, pandikiza maneno ya baraka, pandikiza, mbariki mwanao. Hata kumtukana, mshauri kwa upendo, mkanye, mchape, lakini usimtamkie maneno mabaya. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Mtoto ni mali ya Bwana. Mtoto ni mali ya Bwana, ni shamba la Bwana. Unapanda mbegu gani? Kuna watu mbegu zao ni za matusi tu. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunapokuwa tukipanda, kadri tunazopanda mbegu hizo tutakuja kuzivuna. Ukivuna sasa, asubuhi nimewaambia kwamba tunapokuwa tunaacha watoto nyumbani, tunawanyima fursa ya kuja kujifunza. Halafu baadaye wanashindikana, unaanza kuwasumbua watu. Mwanangu
wanagombana, wanafinyana. Wewe usirudie, hii ni dhambi. Ukifanya tena utakwenda mbinguni. Anakuwa tuliambiwa kwamba ukifia mwenzako ni dhambi, ukitokoa kitu ni dhambi. Bwana asifiwe sana. Watu wazazi mnawaacha watoto nyumbani, nyewe mnakuja peke yenu, mnawaacha kule, dunia inawakamata, inawafundisha tabia mbaya. Wanakuwa ni watoto wa mtaani, halafu baadaye wanaanza kuwa wezi. Unaanza kulikuja kuwasumbua watumishi wa Mungu, eti muombee mwanangu. Kama mimi ni mtumishi wa Mungu, unakuja kwa nakwambia ana miaka mingapi? Ana miaka 15. Umefanya uzembe. Pengine utakuwa ulifanya uzembe kwa sababu hujamruhusu mtoto kuja kujifunza neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo tusipopanda mbegu iliyo bora, shetani atakuja kupandikiza, na bahati mbaya katika kupandikiza, usipojiangalia anaweza kukutumia wewe hata wewe mwenyewe. Mungu atusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, watu wa Mungu. Tusipojua kwamba hili ni shamba ambalo tumepewa na Bwana ili tuweze kupanda mbegu iliyo bora, shetani atakuja na mbegu, atakuja na magugu, atakuja kupanda. Mungu atusaidie. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Kitabu cha Wagalatia sura ya 6 mstari wa 7. Kitabu cha Wagalatia sura ya 6 mstari wa 7. Jua mtoto uliopewa ni shamba, pandikiza mbegu iliyo bora. Acha kupandikiza mbegu ambayo sio nzuri kwa mtoto wako. Baadaye ikishaota, ukiona matokeo unaanza kuhangaika. Wagalatia sura ya 6 ule mstari wa 7, neno la Mungu linasema, msidanganyike, Mungu hadhihakiwi. Kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Maana yeye apandaye kwa mwili wake, katika mwili wake atavuna uharibifu, bali yeye apandaye kwa Roho, katika Roho atavuna uzima wa milele. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tujue kwamba udongo ambao ni wa mtoto, angalia mtoto, ana maisha ya mtoto ni mtu mtulivu, ni mtu ukimwambia kitu anazingatia. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tujue kwamba mtoto ni udongo mororo ambao huenda ukipanda mbegu zinawahi kuota. Angalia mbegu unayoipanda kwa mwanao ni mbegu gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kile apandacho mtu ndicho atakachovuna. Bwana asifiwe sana. Wengine wanachelewa kupanda. Watoto acheni kuachia nyumbani, walete kanisani, wajifunze neno la Mungu, tupandikize neno la Mungu ndani yao. Bwana asifiwe sana. Ili kadri wanapokuwa wakuwe wakiwa na hofu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Watoto wanafundishika ingali watoto wadogo, anakuwa akimjua Mungu, hata sumbua. Bwana asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Kwa hiyo tukianza kupanda mapema mtoto akiwa mdogo, tutapata kuvuna mapema. Mtoto anapata kumjua Mungu mapema, anakuwa katika misingi ya imani, anakuwa katika misingi ya kumjua Bwana. Anajua mimi nimekuwa katika misingi, hata kama akiwa mkubwa ana msingi wa imani yako, wa imani zetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo watu wa Mungu, leo hii tumuombe Mungu ili maneno na mbegu ambazo tumepanda zisizo, muombe Mungu atengue. Kuna kauli wazazi wanga nasikia wanatamkia watoto wao wanao, wasijue kwamba wanawaharibu. Jua kuanzia leo, kama ulikuwa unatamka maneno ya ovyo ovyo kwa mtoto wako, jua kwamba hiyo ni mali ambayo Mungu amekupa kwa ajili ya kuitunza, upandikize. Ni shamba, umepewa shamba. Panda mbegu zilizo bora, mbegu ambazo zitaleta utukufu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Acha kutamka matusi. Acha, wengine wamefungwa fahamu zao kulingana na maneno ya watu, ya wazazi wao, watu
kuhangaika. Bwana asifiwe sana. Chungeni vinywa vyenu, tuchunge vinywa vyetu. Vinywa vyetu viwe ni vinywa vya kuwabariki watoto. Leo hii tunasherehekea, tumeibiwa na watoto kwa furaha, tukafurahi. Kwa sababu gani? Kwa sababu tayari tunawalea katika misingi iliyo bora. Watoto walee katika misingi iliyo bora. Nimewaambia kwamba wazazi tukiwakosea kuwatunza wadogo wakiwa pale jikoni, watoto wadogo, tusitegemee tutamletea mchungaji, kwa mchungaji huyo ameshindikana, kwamba wewe utamuweza. Bwana sifiwe sana. Tuache kuwapa mizigo watumishi wa Mungu. Wana mambo mengine ambayo wanapaswa kuyafanya. Hili tunapaswa kulifanya sisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba uzungushe akili, urudishe kichwa nyuma na fikra. Kama wewe una tabia ya kutamka maneno mabaya kwa watoto, una tabia ya kuongea bila kufikiria unachokiongea kwamba kina athari gani, urudi nyuma, muombe Mungu msamaha. Mwambie Mungu, naomba unisamehe kwa sababu nimepanda magugu bila mimi kufahamu. Bwana asifiwe sana. Umwambie Mungu kabisa, Mungu nisamehe, nilikosea, shamba ulionipa nimepandikiza magugu. Bwana asifiwe sana. Mungu atupe kupanda mbegu zilizo bora, matunda mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Naomba tufanye ombi moja ili tuwape nafasi watoto. Kama unaomba laana, basi hicho ndio tutakachokipata. Kwa nini? Kwa sababu kile hapa nacho mtu ndicho anachovuna. Lakini ninaamini kwamba hata kama umejichunguza ndani yako unaona huna hatia yoyote, hujawahi kutamka neno lolote baya kwa mtoto, hujawahi kutamka neno lolote baya hata kwa mtoto wa jirani yako, basi tubu kwa ajili yake. Tubu kwa ajili ya lile ambalo ulifanya bila kujua. Hali kwa sababu leo tunapoadhimisha wanakuja mambo mengi kutoka kwetu, ili hawa watoto wanapokumbuka siku za namna hii kwa kanisa, basi wakumbuke wazazi wema, walezi wema, watu wema, wana familia ambao watafanya watoto wawe nao wazazi wema huko baadaye. Nyosha mikono yako juu, sema pamoja na mimi, wewe mzazi ambao unakuja hapa. Mungu amekusikizisha neno lake kwa makusudi, ili kwamba na wewe ufahamu nguvu ya neno lako kwa mtoto. Sema pamoja nami, Bwana Yesu, ninakushukuru. Umenipa neema ya kuwa mzazi, nami naamini wewe peke yako ndio uliumba mbingu na nchi na vyote vilivyomo. Wanadamu ni kazi za mikono yako. Mimi pamoja na familia yangu ni kazi za mikono yako. Bwana Yesu, maadamu umeniumba kwa mfano wako, naamini nguvu ya neno lako ndani yangu na nguvu ya neno langu kwa watoto wangu. Yesu, naomba unisamehe. Yamkini kwa kujua au kwa kutokujua nimekukosea Yesu, kwa kusema maneno mabaya yasiyo na baraka kwa wanangu. Yesu, nisamehe Baba, katika jina la Yesu ninaomba kuanzia sasa yale yote niliyotamka yasiyo na baraka ninayafuta kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Bwana Yesu, ninaomba nguvu zote mbaya kwa wanangu nilizozitamka zikuje sasa kwa damu ya Yesu. Ninaomba Yesu, nisaidie moyo mpya, niweze kutamka baraka kwa familia yangu, kwa watoto wangu, kwa watoto wa jirani zangu, na watoto wengine wote walioko hapa katika kanisa linaloingia na kutoka, pamoja nao wanaone kwa baraka. Yesu, ninaomba unisaidie Baba, katika jina la Yesu. Kwa wazazi hawa ambao Baba wamekuja mbele zako wamesikia neno lako, Mungu tunakushukuru kwa maana tumekuwa kwa mfano wako, nasi kama umetufanya kuwa wasaidizi wako katika uumbaji kupitia watoto. Tunakabidhi wazazi, ninaomba Bwana
utukufu wako katika jina la Yesu. Tuseme amen.